ya michezo. Ngome ya michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambao linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakuthamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Mtazamaji wa Baraka TV, tunapenda tukukaribishe katika kipindi cha Ngome ya Michezo, kipindi ambacho kinaangazia masuala mbalimbali ya kimichezo. Lakini leo hatuko na mkongwe, ila tuko na mchezaji ambaye bado anaendelea kuutumikia mpira wa miguu hapa nchini Tanzania. Mimi namfahamu kwa jina la Baraka, lakini yeye atakwenda kujitambulisha vizuri ili wewe ambaye unatazama hivi sasa uweze kumjua kwa uzuri kabisa kwamba yeye ni nani. Baraka, karibu. Asante. Okay, kwa majina naitwa Baraka Dickson Mwakangale. Wengi wanapenda sana kuniita Master. Sisi tunakufahamu kwamba Baraka ni mchezaji wa mpira wa miguu. Ndio. Ni kumbukumbu zangu kwamba ziko vizuri, nishakushuhudia ukicheza Majimaji. Yes. Na kipindi fulani ni kama uliendaga Stand United. Ndio. Okay, cha kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu sana ambaye alinibarikia kipaji kikubwa sana. Sijawahi kufeli kwenye trial. Lakini mwisho wa siku tunakuja kufeli kwenye makaratasi sasa. Pale ambapo sasa ndo kwenye kusaini pale ndo inapokuja kuleta changamoto na kwa nini mpaka unashindwa kusaini, sababu kama mwalimu amekuelewa, umefanya mazoezi vizuri, mwalimu amependekeza jina lako, Dio. Shida kwenye kutia sahihi pale, ndio mnapishana kwenye maslahi au changamoto inakuwa nini? Lakini kuna watu wanakuja na watu wao wanapitia mlango mwingine. Nilifanikiwa kusajiliwa Majimaji ambapo tulikuwepo na ndugu yangu George Mpole, naye alikuwepo. Yes, na George Mpole tulikuwepo naye pamoja pale. Tumefika pale trial ya siku ya kwanza, kocha akamwambia mimi huyu ndo mchezaji ninayemtaka kwa sababu nilifanya vitu vikubwa sana uwanjani. Leo iliniuma sana, kocha akawa anasajiliwa kwenda KMC. Yule kocha huku nyuma ameshawapa viongozi kwamba bwana huyu mimi kijana ninamhitaji. Ikaja ikatokea siku moja kocha alikuwa anaitwa nani? Kocha alikuwa ni wa timu ya vijana, akaniita. Anambia Baraka, nimepigiwa simu na watu. Nasikia wewe ni mvivu sana wa mazoezi. Nikamwambia mimi kocha ndio huwa ninakuwa wa kwanza kufika uwanjani. Gari inatufuata camp, lakini mimi naondoka camp nafanya jogging. Nakimbia mpaka uwanjani Samola pale. Samola mimi nakuta tayari mimi nishatoka jasho na programu ya mwalimu inaingia, nafanya programu ya mwalimu vizuri. Imebaki siku moja ya usajili inafungwa kama leo usiku saa 6. Viongozi wananiambia sisi tunataka tukusajili wewe kama under 20. Nikamwambia viongozi hapana. Nilifika Kongo kweli, rafiki yangu ananifuata chumbani. Tuko ndani kwetu kwa huyo mzee ambapo ametupangia. Nikamwambia Baraka, bwana bosi bwana anataka akupeleke TP Mazembe. Nikamwambia TP Mazembe? Nifanya mazoezi karibia wiki moja. Na walimu waliona kile nilicho nacho, Mungu alichonibarikia. Lakini walimuita bro Samata, akamwambia hapana. Mdogo wako anaweza kucheza mpira na ni mchezaji mzuri, ila
Kuna siku tu nilikuwa nimelala. Nikakuta usiku kama goti na waka moto. Alafu bado ingaje walimu bado wanataka kuendelea kukuona. Asubuhi naamka nakuta tu goti limevimba. Maisha ya mpira yakawa magumu sana kwenye maisha yangu kupitia goti. Kwa hiyo changamoto ya goti ndio imenirudisha sana nyuma kwenye maisha ya mpira. Na imechukua muda gani mpaka mguu unakuja kulikava sasa mpaka unaanza kucheza tena? Imechukua ni muda mrefu sana. Almost miaka mingapi? Usiondoke. Kipindi ambacho unatazama ni Ngome ya Michezo kutoka Baraka TV. Ngome ya Michezo. Karibu Beni Pambakali, ni duka la nguo ambalo linapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini, Baba Nongi, nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini, Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakuthamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana, asante. Ngome ya Michezo.